Kuna mwaka mpya wa kanisa, na huko duniani kuna mwaka mpya wa serikali. Lakini pia kuna mwaka mpya wa watu kuzaliwa huko duniani. Sasa sisi tunaangalia mwaka huu mpya wa kanisa. Leo ni siku ya kwanza kabisa ya mwaka mpya wa kanisa. Na wanaona hata taratibu za kanisa zinabadilika. Somaji wa masomo umebadilika kutoka mwaka mwingine kuingia mwaka mwingine. Lakini pia hata mavazi yetu unaona pia yamebadilika. Kipindi hiki kinaitwa ni kipindi cha majilio. Majilio ni kipindi cha maandalizi ya kiroho ambayo Wakristo wanajiandaa au tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo kila mwaka siku ya Bwana ya kwanza majilio, maana yake tunaanza mwaka mpya wa kanisa. Na kama tunaanza mwaka mpya wa kanisa, sisi kama kanisa ni lazima tuwe na tumaini la kuja kwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Sisi kama kanisa ni lazima tuwe na tumaini la kuja kwa huyu anayeitwa Bwana. Kwa sababu leo tunachokifanya ni ukumbusho tu. Lakini Yesu alizaliwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo Yesu atakuja tena. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, amini, Yesu atakuja kuichukua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuangalie neno hili tumaini. Neno tumaini mara nyingi linakuwa na tafsiri nyingi. Lakini tuiangalie tafsiri hii moja. Tumaini linaweza likawa ni kueleweka kama matarajio au matazamio ya ahadi tuliyoahidiwa. Moja ya ahadi ni hii. Matendo ya Mitume sura ile 24. Matendo ya Mitume sura ile 24 na ule mstari wa 15. Ninatumaini kwa Mungu ambao hata hao nao wanalitazamia ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Paulo anatueleza kwamba anatumaini kwa Mungu wake juu ya hao ambao wanalitazamia kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu na wenye haki. Ile ni tumaini. Na kila Mkristo anapaswa awe na tumaini la kufufuliwa kwake siku ile ya mwisho. Kwa sababu Mungu hawezi kuhukumu tu ulimwengu isipokuwa kwanza tumefufuliwa. Unaenda pamoja watu wa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tumaini ni moja ya nguzo tatu za maisha ya kiroho kwa Wakristo. Tumaini ni moja ya nguzo tatu za maisha ya kiroho ya Wakristo. Waraka ule wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ile ya 13 na aya ile ya 13. Yako maneno hapa, anaandika mtumishi wa Mungu, anasema hivi: basi inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Anataja mambo matatu pale. Anataja tumaini, anataja imani, anataja upendo. Kwenye Ukristo maneno haya matatu yanataja kama nguzo kuu tatu kwa Wakristo katika maisha yao ya kiroho. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kazi kubwa ya nguzo hizi tatu ni kutuimarisha kiroho, ni kwamba sisi tunamtumaini Mungu kwenye maisha yetu ya Kikristo na tunaamini kwamba Yesu atarudi kuja kulichukua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Yesu atarudi kuja kulichukua kanisa, lazima tuwe na tumaini. Kama Wakristo lazima tuwe na tumaini. Unaenda pamoja watu wa Mungu? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuangalie hapa, tuwe na mambo machache hapa kwenye wazo kuu hili ambalo linalo kuongoza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la kwanza, jitahidi sana kuweka tumaini lako kwa Mungu. Jitahidi sana kuweka tumaini lako kwa Mungu. Kama Mkristo, jitahidi sana kuweka tumaini lako kwa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Timotheo sura ile ya 6 na ule mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ile ya 6 na ule mstari wa 17 anasema maneno haya: walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize, wasijivune wala wasitumainie utajiri wao, lakini bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie
kwa furaha. Bwana asifiwe. Ngoja nirudie haya maneno. Wale matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijifune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukaweka matumaini kwenye dini yako, kwa sababu dini haitakusaidia. Dini haiwezi kukufikisha mbinguni. Usije ukaweka matumaini kwenye mali ulizokuwa nazo. Na shida kubwa ya Wakristo wengi wanaweka matumaini kwenye mali zao. Na ndio maana nilikwambia, kacheki watu wengi sana wanafanya biashara lakini hawezi kutoa fungu la kumi. Kwa nini? Ameweka tumaini kwenye mali, nafikiri zinaweza kumsaidia. Zinakusaidia duniani lakini hawezi kusaidia kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Dini ikusaidie au ikufundishe kumjua Yesu. Menesi ya mtu wa Mungu. Dini yako ikusaidie au ikufundishe kumjua Yesu. Usiweke tumaini kwenye biashara yako, usiweke tumaini kwa mtu yoyote, usiweke tumaini mahali popote pale. Weka tumaini kwa Mungu peke yake. Hii itakusaidia sana kuliko unavyofikiria. Weka tumaini kwa Mungu. Kwa nini nakwambia jifunze au jitahidi sana kuweka tumaini kwa Mungu? Ninakwambia kwa sababu Yesu atarudi kuja kulichukua kanisa. Atarudi. Kama tumaini, tumesema pale mwanzo kama tumaini ni matarajio ya ahadi fulani, weka tumaini kwa Mungu, kwa sababu Yesu atakaporudi kuja kulichukua kanisa akukute uko kwenye matumaini. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Usiweke tumaini kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hana mahali pa kukupeleka. Usiweke tumaini kwa mchungaji wako, usiweke tumaini kwa mzee wa kanisa, weka tumaini kwa Mungu, kwa sababu hao wote hawana mahali pa kukupeleka. Hawana. Mwenye mahali pa kukupeleka ni Yesu pekee yake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Timotheo sura ile ya 2 na ule mstari wa 5. Waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 2 na ule mstari wa 5 anasema hivi. Anasema maneno haya. Ngoja tusome hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sura ya 2 ule mstari wa 5. Yako maneno mazuri. Anasema hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Paulo anamwandikia Timotheo, mtu ambaye aliokoka mikononi mwake akaendelea kiroho, anamueleza juu ya kuwa Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni Yesu Kristo pekee yake. Yesu kilichofanya aje huko duniani ni kutupatanisha sisi na Mungu wetu. Na kama ametupatanisha sisi na Mungu wetu, lazima tuwe na tumaini kwamba atarudi mara ya pili kuja kuchukua kanisa lake. Lakini swali langu linakuja, kama Yesu ni mpatanishi, uwe na uhakika au unao uhakika kama umepatanishwa naye? Umepatanishwa na Mungu? Maana yake atarudi kuja kuchukua kanisa. Akirudi anakukuta wapi? Na ndio maana kanisa limeweka utaratibu kila mwaka wa kuwa na majilio. Majilio nimekwambia kwamba ni maandalio au ni kama mangojeo ambayo tunasubiri Yesu azaliwe. Anatakiwa azaliwe wapi? Azaliwe ndani ya mioyo ya hao wanaoitwa Wakristo, ili siku anaporudi akute iko sawa sawa nao. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie Mathayo sura ya 21. Twende pale Mathayo, turudi kwenye somo lile ambalo injili ambayo tumeimba hapa, Mathayo sura ile ya 21. Yapo maneno mengine hapa mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sura ile ya 21 na mstari ule wa 2 na wa 3 anasema hivi. Enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni milete. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu punda alimsaidia Yesu kuingia Yerusalemu kama mfalme, lakini hakumsaidia Yesu kwenye matatizo aliyokutana nayo. Pelesikia mtu Mungu. Punda alimsaidia Yesu kuingia wapi? Yerusalemu. Kabisa alimsaidia, si alimbeba. Akaenda naye mpaka Yerusalemu. Lakini kacheki Yesu alipokuwa anapita kwenye matatizo, punda haonekana kumsaidia. Wakati mwingine dini inaweza kali kama punda. Biashara yako inaweza kali kama punda. Chochote ulichokuwa nacho kinachokufanya uishi kinaweza kali kama punda, lakini unapopita kwenye matatizo,
hakiwezi kukusaidia. Anayeweza kukusaidia ni Yesu. Na ndio maana nimekwambia jitahidi sana kuweka tumaini lako kwa Mungu. Usiweke tumaini kwenye mali ulizokuwa nazo, usiweke tumaini kwenye dini yako, usiweke tumaini kwa wazazi wako, usiweke tumaini kwenye kitu kingine chochote. Jitahidi sana kuweka tumaini kwa Mungu, kwa sababu Yesu atakaporudi uwe na uhakika anaweza kukusaidia. Lakini ukiweka tumaini kwenye dini, ukipita kwenye magumu, dini haiwezi kukusaidia, utabaki vile vile. Ukiweka tumaini kwenye biashara, ukiweka tumaini kwenye fedha, kuna mazingira ambayo utakutana nayo. Fedha haiwezi kukusaidia, Yesu anaweza kukusaidia. Kacheki uone. Mmenisikia anachokwambia mtu wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaona kuna watu wameweka tumaini kwenye fedha, alafu kuna mazingira ameenda hospitali zote hajapata msaada. Akija kwa Yesu anapata msaada. Hujasikia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wana hizo fedha asijawasaidia, lakini Yesu ndiye anaweza kukusaidia. Mimi nakufundisha kama Mkristo, jifunze au jitahidi sana kuweka tumaini kwa Mungu wako, ili hata unapopita kwenye mazingira magumu, Mungu awe tumaini lako. Hata unapopita kwenye kukataliwa, Mungu awe tumaini lako. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukifika mahali kwenye matatizo, unaweza ukawa uko na dini nzuri, unaweza ukawa na kila kitu kizuri, lakini unapofika kwenye matatizo, vyote viwezi kukusaidia. Punda alimsaidia Yesu kuingia Yerusalemu, lakini hakumsaidia Yesu kwenye matatizo. Kasome vizuri Biblia yako uone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiweka tumaini kwa Mungu, kuna mambo ambayo yatatokea. Cha kwanza kinachotokea pale mtu anapoweka tumaini lake kwa Mungu wake, nini kinachotokea? Cha kwanza, mtu huyu anafunguliwa. Sio anafunguliwa, anafunguliwa yeye na familia yake. Bwana asifiwe. Mimi nataka tumtazame huyu punda, usimtazame punda kama mnyama. Umenisikia? Mtazame punda kama anawakilisha maisha ya mtu huko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafunguliwa wewe na familia yako. Ukirudi pale kwenye ule mstari anasema hivi, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara utaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mlete. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mara nyingi sana tunapozungumza kijiji inaweza ikawa ni matatizo unayokutana nayo, inaweza ikawa ni magonjwa unayokutana nayo, inaweza ikawa ni mkwamo unaopitia, inaweza ikawa ni shida mbalimbali ambazo unapitia. Unaweza kukuta unafanya biashara, lakini unafanya biashara hauoni kinachoingia kwako. Unaweza kukuta umekaa kwenye ndoa, lakini una matatizo usiku na mchana. Unaweza kukuta una kila kitu. Mimi navitazama, ninaona ni kama ni kijiji cha jirani ambacho mtu huyu amefungwa kwenye kijiji kile. Hakuna anayeweza kumsaidia, ni Yesu pekee yake ambaye anaweza kumsaidia kutoka kwenye kile kijiji. Na kazi ya kijiji ni kuwa matumaini ndani ya watu. Watu wengi wanapopita kwenye magonjwa, wanapopita kwenye maumivu, wanapopita kwenye kukataliwa, wanapopita kwenye kuteswa, wanapopita kwenye kila namna, matumaini ndani yao yanaondoka. Hawaoni tena uwepo wa Mungu, hawaoni tena uwepo wa Yesu Kristo, hawaoni tena kama Yesu ni msaada. Wanaona tatizo ni kubwa kuliko Yesu. Mimi navitazama, ninaona ni kama kijiji kinachowakabili. Angalia kwenye shako kijiji gani kinachowakabili. Bwana asifiwe. Mmoja alisema ni rahisi sana wakamleta mtu mjini, lakini usiondoe kijiji kichwani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akaja mjini ila akawa na tabia za kijiji akawa nazo. Bwana asifiwe. Sasa cha kwanza kinachotokea, mtu huyu anapojitahidi kuweka tumaini kwa Mungu, mtu huyu anafunguliwa. Mtu ambaye anakosa matumaini kwa Mungu wake, huyu na hakika atatafuta msaada kwa Mungu mwingine, kwa sababu hajaona Mungu akimsaidia. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha pili kinachotokea ni nini? Angalia, cha pili kinachotokea, anasema hivi, mtu akiuliza semeni Bwana anawahitaji. Bwana asifiwe. Nisikilize. Yesu anakuhitaji kuliko wewe unavyofikiria. Yesu anakuhitaji kuliko wewe unavyofikiria. Wewe unafikiri watu wengi kwa nini wanashinda kwenda kanisa? Akaulize watu wengi. Mimi nimetembelea watu wengi. Ukienda anakwambia sina sababu yoyote. Yule mtu amefungwa tu kwenye kijiji cha jirani. Akifunguliwa atagundua kwamba Bwana anamhitaji. Atagundua kwamba Bwana ana haja naye. Ndio maana kwake kanisa sio kipaumbele. Kwake kanisa ni kama sehemu ya mazishi. Anapokufa ndio anatafuta wazee wa kanisa kwamba ninaomba mnisaidie, sasa nimekufa. Hapo utakuja tu Mungu ziko.
Kwa sababu umetaka kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi hawajajua kama Bwana anawahitaji. Na mimi leo nataka nikwambie Bwana anakuhitaji wewe, anataka kukutumia kwa kiwango ambacho yeye mwenyewe Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unafikiri kuimba kwa ile kumtumikia Mungu? Naweza nikawa mchungaji lakini simtumikie Mungu. Kuna vitu vinavyofuata. Naweza nikawa naimba kwa lakini simtumikie Mungu. Kabisa. Unaweza kuwa mzee wa kanisa lakini simtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana anataka kukutumia. Baada ya kufunguliwa, unaona yule punda anatumika kumuingiza Yesu wapi? Yerusalemu. Sasa hiyo ndio faida ya kuweka tumaini kwa Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Cha tatu kinachotokea, thamani yako inaongezeka. Thamani yako inafanya nini? Inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu akishafunguliwa, thamani yake inaongezeka. Mtu yule ambaye watu walikuwa hawamuoni, mtu yule ambaye watu walikuwa wanamkataa, mtu yule ambaye watu walikuwa wanamuona hafai, akikutana na Yesu, anapoweka tumaini kwa Mungu wake, thamani yake inaongezeka kuliko unavyofikiria. Kaangalie punda uone thamani yake iliongezeka. Sio itandika mpaka nguo zao wapi? Unafikiri ni rahisi? Punda ni mnyama wa kawaida, tena anapiga mateke. Lakini Yesu alipomtumia, thamani yake iliongezeka. Wale waliomuona wakatandika nguo zao njiani, wakasema mfalme anakuja, mfalme anakuja, mfalme anakuja. Na vile vile katika maisha yetu ya Kikristo, nisikilize nikwambie, thamani yako inaongezeka kuliko unavyofikiri. Kaulize wachawi wao, unafikiri thamani yako katika ulimwengu wa roho ni ndogo? Wana thamani kubwa, ndio maana wanaweza kupambana hata na mtumishi yote wa Mungu. Wanaweza wakajaribu kupambana naye. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini nguvu za Mungu wao, wanaamini uwezo wa Mungu wao, wanaamini mamlaka waliopewa kule kuzimu, ya kwamba mamlaka hii kubwa tunaweza kupambana naye na tunaweza tukampingisha kwa namna yoyote. Na usipokaa sawa sawa na Mungu atakusumbua kuliko unavyofikiria. Wanapewa thamani kubwa kule kuzimu. Na Wakristo wanapokaa vizuri na Yesu, thamani yao inaongezeka. Kama walikataliwa, ghafla wanakuta wanaanza kukubalika. Kama mambo yao yalikuwa hayaendi, ghafla wanakuta mambo yao yanaanza kwenda. Kwa nini? Thamani yao imeongezeka. Muulize mwambie, thamani yako imeongezeka au imepungua? Bwana asifiwe. Amekujibu nini? Imepungua. Unafikiri thamani iko kwenye mavazi? Habari vizuri wao. Simoja nilikutana na dada mmoja, sitaki nitaje ni wapi. Akaniambia alikuwa amekaa na mume wake kwenye gari, alafu mume wake akamwambia, wewe mbona unanuka sana? Ni story ya kweli leo kwambie. Na mwenyewe kavaa vizuri, kajipamba vizuri, wao kwenye gari wanaenda pamoja, akakaa mbele, akampiga za uso. Akaambia, unajua leo unanuka, una harufu fulani hivi inanuka. Akashuka kwenye gari, kaumia. Tulipoomba sema pepo yamelipuka. Cheki mume wako anakuhitaji nyumbani. Cheki mke wako anakuhitaji nyumbani. Wanasi. Anaweza kaja kanisani na jezi ya Yanga na Simba. Kristo na changamoto zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Thamani yake iliongezeka. Sio kitu kidogo unafikiri. Thamani iliongezeka na heshima yake kwa Mungu iliongezeka mpaka watu wanatandika kama. Watu wanafua nguo zao wanatandika. Punda kanyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kukutana na Wakristo hawawezi kuvaa nguo zilizoandikwa mistari ya Biblia, hawezi kuvaa. Anaweza akavaa nguo iliyoandikwa Safari Lada, anaweza akavaa nguo iliyoandikwa jina la mtu mwingine, anaweza akavaa nguo iliyoandikwa jina lote, anaweza akavaa, lakini hawezi kuvaa iliyoandikwa maneno ya Zaburi au mistari kwenye Biblia, hawezi kuvaa. Anaogopa. Hata mkikutana mtaani, ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, utasikia tu nzuri. Unajiuliza, huyu ni Mkristo kweli huyu? Au ndio wale waliodandia? Bwana asifiwe. Cha nne kinachotokea, unaanza kuonekana. Unaonekana kwa sababu Yesu ana nafasi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka tumaini kwa Mungu, akasome vizuri pale kwenye Biblia. Mimi nasema kidogo tu, alafu soma mwenyewe kwa wakati utakusaidia. Kwa nini punda alikuwa amefungwa pale si miaka yote?
Hao walikuwa wanafungua. Aliyemwona ni nani? Yesu ndiye aliyemwona. Akawaagiza wanafunzi wake, nendeni mpaka kijiji kinachowakabili. Mtamkuta punda na mwanapunda amefungwa, wafungueni mfanye nini? Mletee. Na kama mtu akiwauliza, mwambieni Bwana anawahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wako duniani, na yale kuna watu wako duniani haonekani mchana, haonekani usiku. Hata akivaa vizuri haonekani. Hata akijirema hakuna anayemuona. Yupo tu, amefungwa kwenye kijiji cha jirani, na kwa sababu hajaweka matumaini kwa Mungu hakuna anayemuona. Hata mume wake wakati mwingine hamuoni, hata mke wake wakati mwingine hamuoni, hata watoto wakati mwingine hamuoni, hata wachumba wakati mwingine hawamuoni. Kwa nini? Kwa sababu amefungwa. Mambo ya kiroho ni magumu kuliko unavyofikiria wewe. Bwana asifiwe. Mambo ya kiroho wakati mwingine ni magumu. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunaomba na watu fulani. Sitaki nitaje wapi. Alafu tulipokuja kuomba tukaondoa kuna wachawi ambao wanachukua mifupa ya watu waliokufa makaburini. Alafu wanachimbia kwenye maeneo ya makanisa. Alafu wanasema kama mifupa hii ilivyo kauka, ndivyo na kanisa hili kauka hivyo hivyo. Kwa unakuta kanisa kavu, hata ukihubiri watu kusema amina ni tabu tupu yani. Watu wanapiga miayo utafikiri mamba ameona kitoweo. Kutana nao kwenye mipira, kutana nao barabarani, kutana nao. Kuna watu wakija kanisani ni Wakristo, wakitoka nje ya kanisa si Wakristo kabisa. Si Wakristo kabisa, lakini akija kanisani ni Mkristo, na atakupigia alama ya msalaba tena kuliko wewe unaitwa mchungaji. Atapiga alama ya msalaba kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye kiuno, atapiga huko, atapiga na huko, alafu kwa unyenyekevu kabisa mwenyewe anatulia namna hii. Kosea mchungaji kutoa ibada, ameharibu taratibu wote. Kutana naye mtaani, wala sio Mkristo kabisa, sio Mkristo. Wanasi. Amen. Mbona mnacheka vipi? Mmejijua? Au mimi sisema je, mimi nimesema kuna watu wanaokutana nao, yaani sio Wakristo. Lakini akija kanisani hapa, kiekana pale, makanisa yake Anglikana na utaratibu wa kuweka maji pale. Sasa kifika unamwona tu anatia dole lake pale mwenyewe. Anakupigia tu vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiweka tumaini kwa Mungu, wewe ukiweka tumaini kwa Mungu unaanza kuonekana. Unaanza kuonekana. Na alimuona punda. Au unafikiri sio kitu kidogo mpaka kumtandikia. Maana yake punda alikuwa amebeba Yesu. Wakristo, beba Yesu ndani, acha kubeba dhambi. Beba Yesu ndani. Unapombeba Yesu ndani unaanza kuonekana. Hata kama ulikuwa umefungwa unaanza kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe anakufungua. Sio anakufungua wewe tu, anafungua na biashara yako, anafungua ndoa yako, anafungua watoto wako, anafungua kila kitu chako kilichofungwa. Yeye anakifungua. Kama alivyomfungua punda anaweza kukufungua na wewe. Bwana asifiwe. Watu kihubiri mahubiri marefu wanasema hii atamaliza hii mwakani. Jambo la pili, tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Moja ya mtihani mkubwa kwa Wakristo wengi ni kushindwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mnasikia mtu wa Mungu anachokana? Moja ya mtihani mkubwa ambao unawakabili Wakristo wengi ni kushindwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusome kwenye Biblia. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 8. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 8, sura ile ya 8. Na ule mstari wa mstari ule wa 9 na wa 10. Alafu nitakusomea mstari mwingine wa 9 na wa 10 anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sio sura ya 8, ni sura ile ya 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura ile ya 13 mstari ule wa 9 na wa 8. Anasema hivi: maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwepo amri nyingine yoyote. Anazungumza na ikiwepo amri nyingine yoyote. Inajumuisha katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako. Alafu pendo halimfanyii neno baya jirani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja tuendelee pale mpaka mstari wa 12 mpaka 14 anasema hivi: naam, tukijua ya kwamba saa ya kuamka
katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana saa ya wokovu wetu ikaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue, nataka hapa sasa, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, tuenende kwa damu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mfaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia moja ya mtihani mkubwa ambao unawakabili wa Kristo wengi, au unatukabili wa Kristo wengi, ni kushindwa kuishi maisha yanayopendeza Mungu. Huo ni mtihani mkubwa kuliko unavyofikiria. Na nimekwambia kidogo pale nyuma kama maisha ya mwanadamu ni siri. Mwanadamu unayemuona huyu, sio huyu unayemuona. Yuko mwanadamu mwenyewe halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwaona kanisani watu wote, unafikiri watu hawa ni watakatifu sana. Ukiwaona kanisani watu wote, unafikiri wanatumaini la kuja kwa Bwana. Wengine wala hawana, na wala mpango nao hawana, na wala hawajui kama Yesu atakuja, na hawaamini kama Yesu atarudi. Hawaamini. Wanajiandaa kwa Christmas, hawajiandai kumpokea Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Huu ni mtihani mkubwa sana. Mkubwa sana. Na hata watumishi wengi tumefika mahali hatuwezi kuambia watu kweli ya Mungu. Tunachofanya tunawafariji tu. Hatuwezi kuambia. Na ndio maana unaona hakuna mabadiliko kanisani. Utakuta watu ni walevi, utakuta watu ni wazinzi, utakuta watu ni washirikina, utakuta watu ni wakorofi, utakuta watu wamejaa chuki, utakuta watu wamejaa kila namna ya ghadhabu, kila namna wamejaa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna anayewaambia kweli. Na anayejaribu kuambia kweli, wako tayari kwenda kwa askofu ahame, muondoe fulani. Sio wako wengi. Na wanatembea hivi, wewe kijana ametokea wapi? Huyu atakuwa kijana huyu. Ndio wale walio okoto. Nimeokoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Nenda, unakuta watu wamejaa kila namna ya vurugu, wamejaa kila namna ya uasherati, wamejaa kila namna ya uzinzi. Wanaona ni kitu cha kawaida kabisa. Nao wanaimba nyimbo kama tutakwenda mbinguni, nao wanaimba nyimbo kama Yesu ni Bwana, nao wanamsifu Mungu, lakini wamebeba kila namna ya vurugu ndani ya mioyo yao. Wamejaa hasira, wamejaa chuki, wamejaa masengenyo, wamejaa kila namna ya ghadhabu, wamejaa kila namna, wamejaa. Mimi natamani kama kanisa kufika mahali tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Huo ndio Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe nenda kwenye kanisa. Ninyi hapa nyinyi mnafu. Sina ubiri kila siku uzinzi na uchawi na mnaitikia mimi. Nenda mahali pengine kazungumze kuhusu uzinzi. Kazungumze kuhusu uchawi. Tasikia mtu anasema siendi kanisani, wanasema eti mimi ni mchawi. Nani kasema wewe mchawi? Nani kasema? Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda hata kwa watumishi wa Mungu, nenda hata kwa wachungaji. Utakuta watu wanachuki, yaani wachungaji kwa wachungaji hawaelewani. Mwanakwaya na mwanakwaya hawaelewani. Kwaya na kwaya hazielewani, lakini wanaimba Yesu ni Bwana, wanaimba Yesu ni Mwokozi. Nao wamekaa wanatarajia kwamba wanajiandaa kumpokea Yesu. Hatuwezi kumpokea Yesu katikati ya chuki. Lazima kuwe na mabadiliko ndani ya mioyo yetu. Lazima kuwe na mabadiliko. Bwana asifiwe. Amen. Moja ya kitu ninachomshukuru Mungu, mimi sije kumchukia mtu. Kuna watu wako hata hapa kwa wengine, kuna watu mnawachukia mpo hapo. Huko mtaani kuna watu waongee nao. Upo. Kwa nini nafikiri haupo? Ukija hapa, kajina la hapa. Nala hautakatifu. Tunakuona ni mwema sana, lakini ndani umejaa chuki, ndani umejaa hasira, ndani umejaa uzinzi, ndani umejaa uasherati, ndani umejaa uharibifu, na unajisabia haki. Leo nataka nikwambie hivi, ishi maisha yanayompendeza Mungu, kwa sababu haujui kesho yako. Amina. Mmenisikia ninachokwambia? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ishi maisha yanayompendeza nani? Ishi maisha yanayompendeza Mungu. Huu ni mtihani mkubwa ambao unalikabili kanisa leo. Mtihani mkubwa kuliko unavyofikiria.
Paulo anayataja yale mambo pale. Sio mimi nimesema, usije ukasema natunga. Akasome pale mwenyewe. Warumi sura ya 13. Kaanzia ule mstari wa 8 uone mpaka wa 14. Cheki yale mambo yanayotaja pale. Wanasi. Amen. Wengine wanasema mchungaji kila siku anahubiri uzinzi. Unafikiri mtaachaje nisipohubiri? Si lazima nihubiri kila siku ili mwache. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanasema anahubiri kila siku uchawi. Mtaachaje nisipohubiri? Fikiria kama watu wanatafuta mifupa makaburini, alafu wanakuja kuchimbia kwenye eneo la kanisa ili hawa wanaosali hapo wawe wakavu kama mifupa ilivyokauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Mathayo sura ile 24. Mathayo sura ile 24. Yako maneno pale mazuri yanatueleza habari za siku za mwisho, yanatueleza habari za wakati ule wa mwisho. Bwana asifiwe sana. Ule mstari wa 36, mstari wa 36 na 37 anasema maneno haya. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatueleza jinsi itakavyokuwa. Hakuna anayejua siku ile. Na ndio maana Mkristo unapaswa kaa tayari. Kaa tayari kwa sababu muda wote Bwana anaweza karudi. Mnanisikia watu wa Mungu anachoambia? Sasa haya maneno anaeleza Yesu. Anasema walakini habari ya siku ile hakuna ajuaye. Yeye mwenyewe hajui. Anasema wala mwana wala malaika, ila ni Baba peke yake. Mungu amefanya siku ile kuwa siri. Hakuna mtu yoyote anayejua siku ile isipokuwa ni Mungu peke yake. Akirudi anakukuta baa au anakukuta kwenye nyumba ya waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaenda kanisani, yaani kanisani pamekuwa ni mahali, kanisani pamekuwa ni kichaka. Watu wanaficha uovu wao, watu wanaficha uharibifu wao, watu wanafanya mambo ya ovyo kabisa ndani ya kanisa. Halafu wanajisabia haki. Unaitoa wapi nguvu ya kujisabia haki? Unaitoa wapi nguvu ya kujisabia haki? Bwana Yesu asifiwe. Leo unaweza kwenda kanisani, ukakuta hapo kanisani kajitu kamekaa hapo, kana demu wake kako hapo na mke wake, unakuta anasali kanisa hilo hilo. Unakuta wanasali pamoja. Na wanaona kitu cha kawaida tu kabisa kwao. Wala hawana shida. Sijasema mkaongoza. Sijamgacha kuleta sadaka. Sadaka ni tena. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo sio kanisa. Hilo litakuwa ni danguro na godauni. Kanisa lazima liwe na hofu ya Mungu. Watu wakifika wanajua hapa ni nyumbani kwa Bwana. Fikiria mtu anaweza akaja kanisani, alafu anazimia sigara hapo nje anaingia kanisani. Mungu atusaidie. Kazi hii. Bwana asifiwe. Mchungaji akipatikana na ubiri uzinzi. Hata kama walikuwa wanapeleka soda, wapeleki tena. Wanasema katusema. Mnafikiri mtapona? Sindano inayouma ndio inaoponya. Ndio hajachoma sindano. Kachoma Kristo pale usikie mziki wake. Ukichoma daktari anakuambia dakika 5 lazima kwenye kitanda hapa sio ndo. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wa Mungu hatuwezi kuwa na tumaini la kuja kwa Bwana kama bado tumejaa uchafu. Tumezishika amri lakini bado tumejaa chuki, tumejaa hasira, tumejaa uchungu kwa ndani. Watu hawawezi kusamiana. Unaenda unakuta watumishi kwa watumishi hawaelewani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza kwa Yohana, waraka wa kwanza kwa Yohana sura ile ya 3. Waraka wa kwanza kwa Yohana sura ile ya 3 anasema maneno haya. Bwana asifiwe. Sura ya 3 na ule mstari wa 3 anasema hivi: na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Umesikia maneno haya? Na kila mwenye matumaini haya, matumaini gani? Matumaini ya kuja kwa Bwana, hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Yesu atarudi kuja kulichukua kanisa lake. Ukihubiri hizo wengine wanakuambia eti anawatisha watu. Mimi siwatishi, nakwambia huo ndio ukweli. Yesu atarudi kuja kulichukua kanisa. Hakuna anayejua. Wewe hujui, hata mimi sijui. Lakini akija anakukutaja.
Juzi tumeenda kumzika yule mama kule, yule Mkristo wetu. Halafu juzi naambiwa baba yake naye amekufa. Unafikiri ni kitu kidogo? Mtu yule ndani ya mwezi mmoja amepoteza mwenzi wake alikuwa anaishi naye, alafu akaja akafa yeye mwenyewe, alafu na baba yake akaja akafa. Unafikiri ni kitu kidogo cha kawaida? Lakini watu ukiambiwa wanasema wanawatisha, kaa tayari. Halafu inawezekana hata wewe ukaondoka. Na mtu ukimwambia kufa, anaogopa. Una haja ya kuogopa. Kufa lazima tufe tu. Lazima tuondoke hapa duniani. Hapa tunapita. Ndio maana Yesu aliambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. Na mwamini Mungu niamini na mimi. Nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. Ama sivyo ningeliwaambia. Maana mimi naenda kuangalia mahali ili mimi nilipo na ninyi pate kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi hiki cha majilio, watu wa Mungu, ni heri ukakaa vizuri. Tengeneza mahusiano yako na Mungu kabla hujaondoka duniani, kwa sababu ukiondoka hakuna tena kutengeneza mahusiano na Mungu. Neema hii ambayo unaipata leo, itumie neema hii kutengeneza. Jiandae kuja kwa Bwana. Bwana atakuja atakukuta wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la tatu. Tumaini la kuja kwa Bwana lituwezeshe kusonga mbele. Tumaini la kuja kwa Bwana lituwezeshe kusonga mbele. Yeremia 29:11 anasema maneno haya. Anasema hivi: maana nayajua mawazo mnaowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mstari wa 12 anasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Bwana asifiwe. Waje nifunike Biblia yangu, ndio nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tumaini la kuja kwa Bwana lituwezeshe kufanya nini? Kusonga mbele. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lituwezeshe kusonga mbele katikati ya mazingira magumu, katikati ya vita, katikati ya kukataliwa, katikati ya kuchoka. Tumaini, wewe na tumaini tu kwa Bwana. Kumbuka ile jambo, itakusaidia ili uweze kusonga mbele. Kwa sababu wanaweza wakainuka watu kukatisha tamaa. Wanaweza wakainuka watu kukurudisha nyuma. Wanaweza wakainuka watu kukuvunja moyo. Wewe songa mbele. Umenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Na ndio maana unamwona Yeremia anatueleza pale. Anasema, maana nayajua mawazo unayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Lile neno mawazo linabadilika, linasomeka kama mpango. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule neno kwambia Mungu anakuhitaji, lakini huko Mungu ana mpango na wewe. Kwa hiyo songa mbele. Yaani kitu kingine chochote kisikurudishe. Weka tumaini lako kwa Bwana, alafu songa mbele katikati ya magumu, katikati ya kukataliwa. Songa mbele. Mimi wamesema siwezi kusali kanisani. Kumbe unakuja kusali kwa sababu ya mtu. Wengine wanaacha gesi mpaka wake eti kasema. Manyema nataka kuacha kwa sababu mchungaji kasema. Si ndio? Kabla mjaacha kwa ya kwanza changeni sadaka. Alafu mjilete ndio muache. Benesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, tumaini la kuja kwa Bwana likuwezeshe kusonga mbele. Wewe tumaini kwamba Bwana atarudi, unasonga mbele. Hata wakikutana na magumu wanasema Yesu ni Bwana. Hata wakikataliwa wanasema Yesu ni Bwana. Hata wakipigwa wanasema Yesu ni Bwana. Hata wakiuziwa wanakuwa na tumaini kwa sababu wanajua Yesu atarudi, Yesu atarudi. Acha wanikatae, Yesu hajanikataa. Acha waniseme, Yesu hajanisema. Acha wanichukie, Yesu hajanichukia. Hata wafanye chochote wanachofanya, lakini Yesu anabaki kuwa Bwana kwangu, na naweka tumaini kwake kwa sababu iko siku atarudi. Akirudi ananikuta wapi? Unaenda pamoja watu wa Mungu? Naweza kukataliwa hata na mume wako. Kwa hiyo nafikia tu wakataji, hawaulize. Naweza kukataliwa hata na mke wako. Yesu anatakiwa baki kuwa Bwana kwako. Weka tumaini. Mimi nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Angalia ule mstari wa 2 anasema, nanyi mtaniita, ule mstari wa 12. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, alafu anasema nami nitawasikiliza. Sasa sema hapa ndio babu. Muita Mungu anakwenda kumuomba. Nikutana na mtu anakwambia ukiniambia niombe sijui naanzia wapi.
Omba hivyo hivyo. Mbona kule mtaani unapapata sana maneno? Hivyo hivyo. Anasema nani mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Hakuna ahadi nzuri kwa Mungu kama kutusikiliza. Ndio uzuri wa Mungu wetu tuliona. Anatusikiliza katikati ya mazingira magumu, katikati ya kukataliwa, katikati ya kutengwa, katikati ya kuteswa, katikati ya kupigwa. Tukimwendea yeye anatusikiliza. Kwa nini anatusikiliza? Anao mpango na sisi. Ana mpango na maisha yetu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka tumaini lako kwa Bwana. Weka tumaini Bwana. Ngine weka tumaini kwenye biashara. Weka tumaini kwenye biashara yake. Siku moja biashara inaweza ikaja ikafa. Nilikuwa namwambia katibu, kuwa tajiri ni kazi, ila kufilisika ni rahisi. Unajua unaweza kufilisika ndani ya wiki, mara utafuta miaka 100. Na ukifilisika cha kwanza kinachokuja, sukari, pressure na kuona aibu, unaanza kujificha. Unajificha kabisa. Si hata mwendo unabadilika. Unajua kuna mwendo wa hela na kuna mwendo usiokuwa na hela. Mwendo usiokuwa na hela ndio wa kuburuza miguu. Unakutana na mtu karoa vumbi. Mwendo wa hela hata utembeaji wake una tofauti. Unaweza kuta watu mmoja inavyorushwa tofauti. Yaani mtu anaweza kuta anatembea hivi. Unajua tu huyo ana hela. Asiyekuwa na hela anapapata miguu vumbi, unakuta unafikiri karoa kwenye msiba. Kuna mwendo wa hela. Upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi natamani kuona kanisa linaweka tumaini kwa nani? Kwa Bwana. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho.